kesho Alhamis kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu 3 ambazo zimesalia. Na wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, wao tayari wameshajiunga kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo 3. Taarifa kutoka kwenye jopo la matabibu wachezaji waliopata changamoto kwenye mchezo uliopita zikoje? Wapo wachezaji kadhaa ambao walipata changamoto za kiafya. Kwanza alikuwa ni Shomari Kapombe. Kapombe yeye aliumia na alishindwa kabisa kusafiri na timu kwenda Babati, kwa hiyo akabaki Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Anaendelea vizuri. Kuna uwezekano hata kwenye timu ya taifa akashindwa kujiunga na wenzie kwa sababu bado yupo katika matibabu. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba hadi kumalizika kwa kalenda ya FIFA atakuwa ametengemaa na kuanza mazoezi na wenzie. Lakini vile vile Lionel Ateba naye vile vile alishindwa kusafiri na timu kwa sababu ya majeraha na anaendelea vizuri hivi sasa na matibabu. Musa Kamara Pinpin yeye alishindwa kuendelea na mchezo kabisa pale Manyara, akalazimika kutoka na kuingia Ali Salim, lakini ameshapatiwa matibabu hivi sasa anaendelea vizuri. Kiujumla wale wachezaji wote waliokuwa na changamoto za kiafya wote wanaendelea vizuri. Wapo ambao katika hao watajiunga na timu Alhamisi hii kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi, na wapo wengine watachelewa kidogo, lakini kabla ya kufika tarehe 10 wachezaji wetu wote watakuwa wametengemaa na wamejiunga na wenzao kuanza mazoezi kuelekea mechi zetu 3 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Mchezo unaofuata ni wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtani. Taarifa kwako zikoje kuelekea mchezo huo? Mechi ni Juni 15 katika uwanja bado haijakuwa confirmed, lakini mechi ambayo sisi tunaifahamu ni tarehe 15 ya mwezi huu wa 6, na maandalizi ambayo tunayafanya ni maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tumebakiwa na michezo 3 dhidi ya Mtani tarehe 15, mchezo dhidi ya Ken Gold na mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo tunaanza maandalizi kuelekea michezo hii 3, lakini specifically ni mchezo wa tarehe 15 kwa sababu ndio mchezo utakao toa dira ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu. Tukipata ushindi katika mchezo huo ni dhahiri shahiri ya kwamba tutakuwa tumejiwekea 80% ubingwa wa ligi kuu kuja Msimbazi. Lakini kama haitoshi, ni heshima na ukubwa wa mchezo wenyewe unatufanya tuanze maandalizi mapema ili kwenda kupata ushindi katika mchezo huo, na automatic tukipata ushindi katika mchezo wa tarehe 15, hii michezo mingine miwili ambayo imesalia itakuwa ni shughuli tu ya kumsukuma mlevi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kila mwana Simba aanze maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tutakuwepo uwanjani siku ya mchezo, tutaenda kama kawaida. Simba Sports Club, as we communicated right now, ni kwamba mawasiliano ama taarifa tuliyokuwa nayo kutoka kwenye mamlaka za mpira wa Tanzania ni kwamba mechi ipo tarehe 15 ya mwezi wa 6, na Simba tunafanya maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu, na tungependa kuwaomba wenyeji wa mchezo huu watangaze viingilio mapema ili mashabiki wetu waanze kununua tiketi. Semaje hapo unaongea una nesa. Angalia vizuri kamera, zungumza hapo vizuri kabisa. Maelekezo tuliokuwa nayo hivi sasa Simba Sports Club, ambayo ni rasmi kabisa na maelekezo kutoka kwenye mamlaka husika za mpira wa miguu, mechi yetu ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 dhidi ya Mtani. Mpaka muda huu nazungumza nawe, hiyo ndiyo taarifa tuliokuwa nayo wana Simba, na haina mabadiliko yoyote. Na kwa mantiki hiyo, sisi tutafanya maandalizi yote
kwa nguvu yote, kwa silaha zetu zote kuelekea katika mchezo huo, na mashabiki wa Simba wafanye maandalizi yote kuelekea katika mchezo huo. Na hali ikiendelea hivi hivi kwamba mechi ipo, sisi tarehe 15 mapema watatukuta uwanjani, na mashabiki wetu wa Simba Sports Club tarehe 15 tukutane uwanjani. Uwanja utakaotangazwa, mnyama ataelekea katika uwanja husika kwa muda husika, na mashabiki wetu wanapaswa kuja siku hiyo kuja kushuhudia mchezo husika ambao umepangwa na kusimamiwa na mamlaka husika yawe. Lakini NBC ije Msimbazi. Wakati tunaanza msimu tunasema yote yapotee, lakini NBC ije Msimbazi. Sasa NBC iko mikononi mwetu hivi sasa, na ndio maana sisi hatukushtuka sana kupoteza kombe la shirikisho la CRDB. Tulikuwa tunalihitaji, lakini NBC isikose Msimbazi. Kombe la Afrika tulilihitaji sana, lakini kufika fainali yalikuwa ni mafanikio makubwa mno, lakini tukasema tumelikosa kombe la Afrika, lakini NBC lije Msimbazi, na tuna shauku nalo sana kaka, tunalisubiri kwa hamu sana, na mimi kila nikiangalia naliona NBC inakuja Msimbazi. Yani nikifumbua naona NBC hapa. Sioni kikwazo chochote cha Simba kuchukua NBC msimu huu. Tumechimba mfereji wetu. Unajua, kwa mfano mkulima anapochimba mfereji kuleta maji anaelekezea wapi? Shambani kwake. Simba Sports Club tumechimba mfereji wa kuleta kombe nyumbani kwetu NBC.